Traore chupuchupu kupinduliwa Burkina Faso. Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imesema imezuia njama kubwa ya kumpindua kiongozi wa utawala wa kijeshi Captain Ibrahim Traore, ambapo inadai kuwa wapanga njama hao walikuwa wakifanya kazi kutoka nchi jirani ya Ivory Coast. Waziri wa usalama Mahamadou Sana alisema kuwa jaribio hilo la mapinduzi liliongozwa na wanajeshi wa sasa na wa zamani waliokuwa wakishirikiana na viongozi wa makundi ya kigaidi. Alisema kuwa mpango wao ulikuwa kushambulia ikulu ya rais wiki iliyopita. Lengo kuu, alisema, lilikuwa ni kusababisha vurugu kubwa na kuiweka nchi chini ya usimamizi wa shirika la kimataifa. Alitoa kauli hiyo kupitia televisheni ya taifa Jumatatu. Captain Traore, kiongozi kijana anayeungwa mkono na umma, Captain Ibrahim Traore aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi mwezi Septemba 2022. Akimondoa Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba aliyekuwa ameahidi kurejea usalama, lakini akashindwa kudhibiti mashambulizi ya makundi ya wanamgambo. Traore akiwa na umri wa miaka 34, wakati huo alikuwa kiongozi mdogo zaidi barani Afrika. Tofauti na watangulizi wake, Traore alipokelewa kwa hamasa kubwa na sehemu kubwa ya wananchi, hasa vijana waliomuona kama mzalendo na mkombozi. Aliahidi kuweka mbele maslahi ya taifa, kupambana na rushwa, kuongeza juhudi za kijeshi kukabiliana na ugaidi uliokuwa umekithiri. Tangu alipochukua madaraka, amejitahidi kuimarisha jeshi, kubadilisha mikakati ya kiusalama na kuanzisha ushirikiano mpya wa kijeshi na Urusi, huku akikata uhusiano karibu na Ufaransa. Hatua imepokelewa kwa hisia mseto kimataifa, lakini kwa kuungwa mkono na sehemu kubwa ya wananchi wa Burkina Faso, lakini pia katika maendeleo ya kawaida ndani ya nchi, kuanzia miundombinu mpaka huduma mbalimbali kwa miaka mingi. Kuna tofauti kubwa, akijitahidi pia kuinua sekta za kiuchumi ikiwemo kilimo iliyokuwa imedorola kwa miaka kadhaa. Umaarufu wake na namna anavyovaa kijeshi, kutembea na silaha kiunoni na kusalimiana kwa kukunja ngumi. 5. Kuna mweka kuwa kiongozi wa kipekee Afrika. Historia ya mapinduzi na changamoto za usalama kwa utawala wa Traore. Burkina Faso. Burkina Faso imepitia misukosuko mingi ya kisasa na ya kisiasa tangu uhuru wake mwaka 1960, ikiwa ni pamoja na mapinduzi ya mara kwa mara. Moja ya mapinduzi yanayokumbukwa zaidi ni yale ya mwaka 1983 yaliyomweka madarakani Thomas Sankara, ambaye aliuawa miaka 4 baadaye, na rafiki yake wa karibu Blaise Compaoré aliyeitawala nchi hadi alipoondolewa mwaka 2014 kupitia maandamano makubwa ya wananchi. Kwa sasa nchi iko katika hali ngumu ya kiusalama, ikiwa ni moja wapo ya mataifa yanayokumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa makundi ya kijihadi. Inakadiriwa kuwa zaidi ya 40% ya eneo la nchi hilo nje ya udhibiti wa serikali. Katika njama ya hivi karibuni ya kumpindua Traore ambayo ilipangwa kufanyika tarehe 16 Aprili 2025, Waziri Sana alisema kuwa wapanga njama walijaribu kutumia viongozi wa dini na wa mila kushawishi maafisa wa jeshi kuunga mkono mapinduzi hayo. Alieleza kuwa viongozi wa mpango huo walikuwa nje ya nchi Ivory Coast, akiwasema maafisa wawili wa zamani wa jeshi kuwa ndio waliokuwa wakiongoza njama hiyo. Waziri huyo pia alidai kuwa taarifa nyeti za mashambulizi dhidi ya raia na wanajeshi, na hivyo kuchochea hasia dhidi ya serikali ya kijeshi. Wiki iliyopita wanajeshi kadhaa akiwemo maafisa wawili walikamatwa kwa tuhuma za kupanga njama ya kuvuruga utawala. Ivory Coast bado haijatoa kauli kuhusu madai haya, lakini serikali ya Burkina Faso imekuwa ikilaumu mara kwa mara nchi hiyo jirani kwa kuwahifadhi wapinzani wake walioko uhamishoni.
Madai haya mapya yanakuja miezi michache tu baada ya serikali kusema ilizima jaribio lingine la kuvuruga utawala mwezi Novemba mwaka jana. Burkina Faso pamoja na Mali, Niger ambazo zote zinatawaliwa na serikali ya kijeshi zimeng'atuka kutoka jumuiya ya kikanda ya ECOWAS na kuanzisha ushirikiano mpya wa kikanda. Vile zimekataa mahusiano na Ufaransa na kuanzisha ushirikiano wa karibu na Urusi pamoja na mengine. Zimekuwa zikikumbwa na changamoto za kiusalama mara kadhaa na majaribio ya mapinduzi. Zipo taarifa nyingi zinazomhusisha Ibrahim Traore kuhusiana na kupinduliwa hivi karibuni tarehe 16 Aprili ndicho kilichomkuta pale Burkina Faso, lakini Wizara ya usalama ndani ya Burkina Faso iliweza kuzuia shambulio hilo. Ibrahim Traore anabaki kuwa kiongozi mwenye legacy kubwa hata kama akiondoka, lakini ni kiongozi kijana ambaye amekuwa na uthubutu mkubwa wa kukataa mataifa makubwa ambayo yanatishia dunia. Yaani si rahisi kwa kiongozi kama yule ambaye kijana mwenye umri mdogo kufanya maamuzi makubwa kama haya. Lakini pia hivi karibuni pia Ibrahim Traore amelipa deni la taifa lake la Burkina Faso lote. Kwa sasa Burkina Faso haina deni lolote, kitu ambacho kimezidi kuongeza watu kumwamini Ibrahim Traore kwa kile anachokifanya katika serikali yake ya Burkina Faso. Inaonekana maendeleo yatakuja kwa kasi sana mara tu baada ya Ibrahim Traore kuingia madarakani. Ni viongozi wengi waliowahi kupita ndani ya Burkina Faso na wapo wanasiasa mbalimbali ambao walikuwa na mtazamo chanya na Burkina Faso wamesema kuwa ni moja ya nchi ambayo imejaliwa kupata viongozi wengi wazuri kutokana na mapinduzi. Akikumbukwa Thomas Sankara ambaye naye alikuwa na mitazamo kama Ibrahim Traore, na watu wengi wamekuwa wakimtaja Ibrahim Traore kulenga na kufuata misingi ya Thomas Sankara. Na hii ni kutokana na kile ambacho amekuwa akikisimamia kudumisha hali ya usalama ndani ya Burkina Faso. Na mtazamaji, ulikuwa nami ndani ya Gotti TV Online nikikupa hilo ambalo linaendelea pale Burkina Faso na jinsi ambavyo zinaweza kuripotiwa katika vyanzo vya habari tofauti ikiwemo Al Jazeera, lakini pia BBC Swahili. Utapata zaidi taarifa hizo zaidi kwa undani. Ukitaka kuzijua kiundani zaidi, nenda pale kasome makala yao wameandika kiundani zaidi, na pia nimekuwekea kwenye description hapo link ya makala haya inapotoka ili uweze kusoma kiundani zaidi na kuelewa. Gotti TV tupo kwa ajili yako. Usiache kuendelea kusubscribe, like na comment, tuendelee kukupa taarifa kila siku.